Marekani imetangaza kukamilisha usiku wa 8 mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Iran, ikisema operesheni hizo zinalenga kulipiza kisasi kwa shambulio lililoua wanajeshi wawili wa Marekani nchini Jordan na kumwacha mwingine akiwa hajulikani alipo. Mashambulizi hayo yamekuja wakati mgogoro kati ya Washington na Tehran ukiendelea kusambaa katika eneo la Ghuba, huku Iran ikishambulia vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Kuwait, drone ikipiga karibu na Erbil nchini Iraq, na tahadhari za mashambulizi zikisikika Bahrain na Saudi Arabia. Kutokana na kuongezeka kwa hatari hiyo, Marekani pia imetoa onyo kwa raia wake duniani kote, ikisema Iran na makundi yanayoiunga mkono yanaweza kulenga maslahi ya Marekani hata nje ya Mashariki ya Kati. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema mashambulizi hayo yalianza saa 12 jioni kwa saa za mashariki mwa Marekani Jumamosi kwa maelekezo ya Rais Donald Trump. Kwa mujibu wa CENTCOM, operesheni hiyo ilikuwa na malengo mawili makuu: kupunguza uwezo wa Irani kutishia meli za biashara katika mlango wa Hormuz na kuwaadhibu wanajeshi wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC waliohusishwa na shambulio dhidi ya wanajeshi wa Marekani nchini Jordan. Hatua hizi zimeundwa kupunguza zaidi uwezo wa Iran kutishia meli za biashara katika mlango wa Hormuz na kuwaadhibu haraka wanajeshi wa IRGC walioanzisha mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Marekani nchini Jordan, ilisema taarifa ya CENTCOM. Jeshi la Marekani halikutoa maelezo ya kina kuhusu matokeo ya shambulio la kulipiza kisasi dhidi ya IRGC. CENTCOM pia imesema mashambulizi yalifanikiwa kulenga vituo vya ufuatiliaji wa pwani, mifumo ya ulinzi wa anga, uwezo wa Iran wa kuendesha operesheni baharini, pamoja na maghala ya kuhifadhi makombora na drone. Marekani imesema operesheni hizo ni sehemu ya kampeni ya muda mrefu ya kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Iran, hasa katika maeneo yanayozunguka mlango wa Hormuz. Njia hiyo ni miongoni mwa maeneo muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta na gesi, na imekuwa kiini cha mapigano mapya kati ya pande hizo mbili. Shirika la habari la Iran la Mehr limesema Marekani ilifanya shambulio karibu na Sirki kusini mwa Iran, lakini hakuna vifo, majeruhi au uharibifu mkubwa wa miundombinu ulioripotiwa. Eneo jingine karibu na Hajiabad katika jimbo hilo pia lililengwa, huku milipuko ikisikika katika mji wa bandari Abbas, kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Iran IRNA. Televisheni ya taifa ya Iran IRIB ilisema eneo karibu na kisiwa cha Kashim ndani ya mlango Hormuz nalo lilishambuliwa. Mashambulizi hayo yanaonyesha kuwa Marekani inaendelea kuelekeza nguvu zake katika maeneo ya kusini mwa Iran yanayohusishwa na shughuli za kijeshi baharini na udhibiti wa Hormuz. Baada ya mashambulizi hayo, jeshi la Iran lilisema lilitumia drone kulenga vifaa na mali za kijeshi za Marekani katika kambi ya Al Adiri na kituo cha anga cha Ali Salim nchini Kuwait. Televisheni ya taifa ya Iran ilisema mashambulizi hayo yalikuwa sehemu ya operesheni za Tehran dhidi ya vituo vya Marekani na washirika wake katika eneo la Ghuba. Vituo hivyo tayari vilikuwa vimeripotiwa kulengwa katika mashambulizi ya awali tangu Iran ilipoanza kujibu mashambulizi ya Marekani wiki iliyopita. Hakukuwa na taarifa za haraka kuhusu kiwango cha uharibifu au vifo vilivyotokana na mashambulizi hayo. Katika nchi jirani ya Iraq, drone ilishambulia kambi ya Kurdistan Freedom Party karibu na Erbil mapema Jumapili. Kundi hilo ni la wapinzani wa Kikurd wa Iran wanaoendesha shughuli zao katika eneo linalojitawala la Kurdistan nchini Iraq. Afisa wa kijeshi wa kundi hilo, Rebas Sharifi, amesema wanachama 8 walijeruhiwa katika shambulio hilo. Wakazi wa Erbil pia walisikia milipuko iliyotokana na mifumo ya ulinzi wa anga iliyokuwa ikijaribu kukabiliana na tisho hilo. Hakuna kundi lililodai mara moja kuhusika, lakini Iran na makundi ya Iraq yanayoungwa mkono na Tehran yamewahi kufanya mashambulizi dhidi ya eneo la Kurdistan ambako kuna wanajeshi wa Marekani pamoja na makundi ya upinzani wa Iran. Ingawa karibu mataifa yote ya Kiarabu ya Ghuba yamekumbwa na mashambulizi ya Iran, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ulikuwa bado haujashambuliwa moja kwa moja.
Hata hivyo, shirika la habari la Iran la Fars linaloaminika kuwa karibu na IRGC lilitoa onyo kali dhidi ya UAE. Likimnukuu afisa ambaye hakutajwa jina, Fars ilisema mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia ya Iran yakiendelea, viwanja vya ndege vya Dubai na Abu Dhabi pamoja na bandari ya Fujairah na Jebel Ali vitapaswa kuondolewa watu mara moja. Onyo hilo linaonyesha kuwa Iran inaweza kupanua zaidi orodha ya shabaha zake katika eneo la Ghuba. Katika kile kilichoonekana kuwa jibu kwa tisho hilo, Wizara ya Mambo ya Nje ya UAE ilitoa wito wa kuwepo kwa utulivu mkubwa ili kuzuia eneo hilo kutumbukia katika kiwango kipya cha vurugu. UAE imesema kulenga miundombinu na vituo vya kiraia ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa na haiwezi kukubalika au kutetewa kwa mazingira yoyote. UAE inasisitiza kuwa kulenga miundombinu ya kiraia na vituo vya kiraia katika eneo hili ni ukiukaji wa wazi na mkubwa wa misingi na masharti ya sheria za kimataifa, ilisema taarifa hiyo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetoa tahadhari ya kimataifa kwa raia wake kutokana na ongezeko la mvutano Mashariki ya Kati. Raia wa Marekani duniani kote, hasa waliopo Mashariki ya Kati, wametakiwa kufuata maagizo ya usalama yanayotolewa na balozi au ubalozi mdogo wa Marekani uliopo karibu nao. Tahadhari hiyo imesema kufutwa kwa safari za ndege na kufungwa kwa anga mara kwa mara kunaweza kusababisha usumbufu mkubwa wa usafiri. Marekani pia imesema vituo vyake vya kidiplomasia vikiwemo vile vilivyopo nje ya Mashariki ya Kati vimewahi kulengwa. Makundi yanayoiunga mkono Iran yanaweza kulenga maslahi mengine ya Marekani nje ya nchi au maeneo yanayohusishwa na Marekani duniani kote, ilisema taarifa hiyo. Marekani tayari ilikuwa imetoa tahadhari ya usafiri kwa Mashariki ya Kati kutokana na mapigano na Iran. Ubalozi wa Marekani mjini Jerusalem uliwaonya raia kuepuka kusafiri kuelekea kaskazini mwa Israel, Gaza na eneo la mpaka wa Misri. Na onyo hilo linaonyesha kuwa Washington inaamini mgogoro unaweza kusababisha mashambulizi ya ghafla dhidi ya maeneo yanayohusishwa na Marekani na washirika wake. Katika hatua nyingine, ving'ora vya tahadhari vilisikika katika taifa dogo la Ghuba la Bahrain baada ya Marekani na Iran kubadilishana mashambulizi mapya usiku. Wizara ya mambo ya ndani ya Bahrain iliwaomba wananchi na wakazi kubaki watulivu na kuelekea maeneo salama yaliyo karibu. Mwandishi wa shirika la habari la AFP mjini Manama alithibitisha kuwa ving'ora vilisikika katika mji mkuu huo. Bahrain ina vituo muhimu vya kijeshi vya Marekani na imekuwa miongoni mwa mataifa yanayotishwa na Iran katika awamu hii mpya ya mapigano. Tahadhari ya kombora pia ilitolewa nchini Saudi Arabia Jumamosi, ikiwa ni ishara nyingine ya kuongezeka kwa hatari katika eneo la Ghuba. Ingawa hakuna taarifa za moja kwa moja kuhusu shambulio lililofanikiwa nchini humo, kuanza kwa tahadhari hizo kunaonyesha kuwa Saudi Arabia nayo inaweza kuwa katika hatari ya kulengwa. Iran hapo awali imekuwa ikionya kuwa nchi zote zinazosaidia operesheni za Marekani zinaweza kukabiliwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi. Marekani na Israel zilianzisha kampeni dhidi ya Iran Februari 28 kwa lengo la kupunguza uwezo wa kijeshi wa Tehran, ikiwemo programu zake za nyuklia na makombora ya ballistic. Israel iliheshimu usitishaji wa mapigano kati ya Marekani na Iran ulioanza April 8. Ingawa Israel haikushirikishwa moja kwa moja katika mazungumzo ya makubaliano yaliyotiwa saini mwezi mmoja uliopita, serikali yake haikuyapinga. Katika awamu mpya ya mashambulizi, Iran imejiepusha kuilenga Israel moja kwa moja na badala yake imeelekeza mashambulizi katika vituo vya Marekani na mataifa yanayohifadhi vikosi vyake. Mashambulizi ya Marekani kwa usiku wa 8 mfululizo, majibu ya Iran dhidi ya Kuwait na vitisho dhidi ya UAE vinaonyesha kuwa mzozo huo unaendelea kupanuka kijiografia. Tahadhari iliyotolewa kwa raia wa Marekani duniani kote inaonyesha kuwa Washington inahofia mashambulizi yanaweza kuenea nje ya Mashariki ya Kati kupitia makundi yanayoiunga mkono Iran. Wakati huo huo, hali ya tahadhari Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait, Iraq na UAE inaonyesha kuwa mataifa mengi zaidi yanaanza kuathiriwa moja kwa moja na vita hivyo. Kadri Marekani inavyoendelea kuishambulia Iran na Teherani kuongeza mashambulizi dhidi ya washirika wa Washington, uwezekano wa kurudi kwenye diplomasia unaendelea kupungua, huku hatari ya vita kamili katika Mashariki ya Kati